Talanta za Zeysha. Karibu kwenye simulizi zinazosimuliwa na Zeysha. Na hii ni Talanta za Zeysha. Wengi wanamkumbuka kwa uso mmoja tu, yaani uso wa utulivu, upole na mamlaka. Ndiyo, ni Brian Deacon, mwigizaji Mwingereza iliyempa dunia taswira ya Yesu Kristo katika filamu ya Jesus ya mwaka 1979. Ingawa hachezi sana kwenye sinema za Hollywood, jina lake bado linaishi miaka 45 baada ya filamu hiyo ya Jesus. Brian Peter George Deacon alizaliwa tarehe 21 mwezi wa pili 1949 huko London, Uingereza. Alikulia katika familia ya kawaida na ndoto yake ilikuwa ni uigizaji. Brian alisoma katika shule ya RADA, yaani Royal Academy of Dramatic Art, moja ya shule bora zaidi za uigizaji huko Uingereza. Hapo ndipo alipojipatia misingi yake ya kazi kwa umakini. Alianza kazi yake mapema miaka ya 70 akicheza kwenye mfululizo wa tamthilia za TV BBC kama The Wandering Line, I na Crowd. Watu walianza kumtambua kwa sura yake ya classic na sauti yake ya utulivu. Mwaka 1979, shirika la Campus Crusade for Christ lilikuwa likitafuta mtu wa kuigiza uhusika wa Yesu. Walitaka mtu asiyekuwa maarufu sana. Shirika hilo lilikuwa likitafuta mtu wa kuigiza uhusika wa Yesu. Walitaka mtu asiyekuwa maarufu sana ili watu waone tabia na sio sifa ya mwigizaji. Brian Deacon alichaguliwa kati ya maelfu ya watu. Filamu ya Jesus ilishutiwa kwa lugha 700 na kutafsiriwa katika lugha 1800. Ilikuwa ni mradi mkubwa zaidi wa kiinjilisti duniani. Leo hii filamu hiyo inakadiriwa kuwa imeonekana na watu zaidi ya bilioni 4 duniani kote. Baada ya umaarufu mkubwa wa Jesus, watu wengi walitarajia Deacon aende Hollywood, lakini yeye alichagua njia tofauti. Hata leo watu wengi duniani, hasa Afrika, Asia na Amerika Kusini, wakisikia filamu ya Yesu wanafikiri Brian ndio Yesu. Ameonyesha kuwa unaweza kuwa na athari kubwa bila kuwa superstar. Uaminifu na utulivu wake vilimfanya awe taswira ya Yesu kwa vizazi vingi. Kama alivyosema mwenyewe, sikuwa naigiza kama Mungu, nilikuwa nikiwaambia watu habari njema kwa njia ya filamu. Ili kupata historia nzuri kama hizi zenye mafundisho ndani yake, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Namaliza kwa kusema, babu yangu aliwahi niambia, nami nakwambia wewe rafiki yangu, usisubiri uaminiwe, anza kujiamini kwanza wewe, wengine watafuata. Ulikuwa nami Zeysha.